Hello, mambo vipi mtazamaji wa Sifa Online TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Na leo tuna jambo jipya au tuna jambo zuri kwa ajili yako mtazamaji wa Sifa Online TV. Majina yangu mimi ni Sharifa Yusuf, na leo katika kipindi chetu cha Sanaa and Spotlight tunaye kiongozi wa chama cha waigizaji na wacheza filamu kwa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo jiandae na ukae tayari, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika video hii na katika channel yetu pia. Napenda nimkaribishe mgeni wetu, basi naye aweze kujitambulisha. Karibu sana. Kwa majina naitwa Ditra Mgonyani, ni katibu wa chama cha waigizaji na wacheza filamu mkoa wa Kilimanjaro. Heshima yako kiongozi. Nashukuru. Ndio, tunafurahi kuwepo kwa wewe hapa leo, na natumaini vijana ambao wapo mtaani au wasanii ambao wapo mtaani watapata mengi ya kujifunza kwa siku ya leo. Nina maswali machache ambayo ningependa kukuuliza kwa siku ya leo, ambayo nadhani tamjenga msanii ambaye yupo anaangalia kipindi hiki. Na kwanza kabisa tuanze, sanaa ina mchango gani kwa nchi yetu kama Tanzania? Katika nchi hii sanaa ina mchango mkubwa sana. Kama unavyofahamu, malengo makubwa ya sanaa tunasema kwanza ni kuelimisha na kuburudisha. Na Tanzania hii umeona hata katika majanga mbalimbali yanayotokea, wasanii wamekuwa wakitumika kwenda kutoa elimu. Kama tunapozungumzia kama kuna magonjwa mlipuko, kama kuna elimu zinahitajika, hata mashuleni pia sanaa inatumika sana kwenye kuelimisha. Lakini tunapozungumzia burudani, hapo ndo mahali pake, kwa sababu tunapoangalia sasa hivi asilimia tunasema kuna watu wengi sana wana matatizo ya afya ya akili. Lakini tunawezaje kuepuka kwenye hilo hali? Ni lazima wasanii tutumike hapo kwenda kutoa burudani ili walau haya mambo yakae vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi sana ni kwamba sanaa katika nchi hii ina mchango mkubwa sana. Lakini vile vile kwenye swala la ajira, tunapozungumzia ajira, sanaa ni miongoni mwa sekta ambayo kwa ripoti ya serikali nadhani ya mwaka jana ilisema sekta ya sanaa na michezo inashika nafasi ya 3 kwenye kutoa mchango mkubwa wa ajira katika Tanzania hii. Na walisema kwamba ni sekta ya 3 kitaifa ambayo inakuwa kwa kasi na kutoa ajira pamoja na kutengeneza uchumi wa nchi. Shukrani sana Bwana Ditra. Sasa pia tungependa kufahamu, wewe ni kiongozi, una mchango gani kwa vijana ili kuweza kufikia malengo yao katika sanaa, hasa kwa mkoa wa Kilimanjaro? Asante kwa swali zuri. Naona wewe umejipanga leo. Basi sawa, mimi kama kiongozi, wajibu wangu ni kuhamasisha, kwa sababu moja ya jukumu la chama ni kuhakikisha kwamba wale wanachama wetu wanapata kuungwa mkono kwa maana ya kupewa elimu, kutafutiwa fursa na kuthamini vipaji vyao. Sasa mimi kama katibu wa chama, miongoni mwa majukumu yangu ni kuhakikisha nayafikia vijana wote, ili kama kuna fursa inatokea basi naeleza. Lakini pili ni kuandaa utaratibu wa namna gani watu wanaweza wakapata elimu, na tunafanya hivyo. Huwa tunaandaa workshop mbalimbali na tunatambua. Na cha mwisho kabisa tunasema mtu huyu baada ya kupata elimu na akafanya kazi ni lazima apate tuzo. Sasa sisi kama chama cha waigizaji mkoa wa Kilimanjaro, mwaka huu tumekuja na mradi ambao unaitwa Kilitanza Film Awards. Hizi ni tuzo ambazo tutazitoa kwa wasanii wetu wale ambao watakuwa wamefanya vizuri kwenye upande wa filamu mwaka huu 2026. Na tuzo hizi tutazifanya kilele chake, mchakato umekwisha kuanza, na kilele chake kitakuwa tarehe 1 mwezi wa 8. Kilitanza Film Awards. Kilitanza ni nini? Kilitanza ni muunganiko wa vivutio viwili ambavyo vinapatikana kanda kaskazini. Kuna Kil tukimaanisha mlima Kilimanjaro, na Tanza ni madini ya Tanzanite ambayo yanapatikana ukanda huu duniani kote. Tunzo hizi tumetarajia zifanyike mwanzoni mwa mwezi wa 8, tarehe 1 mwezi wa 8 ndio itakuwa kilele. Tulianza zoezi la ukusanyaji wa filamu tarehe 1 na tunaendelea nalo mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 5. Tunakaribisha sana waandaji wote wa kazi za filamu, tunawakaribisha sana waweze kusubmit kazi zao kupitia online na kupitia manual. Kwa hiyo tuna maeneo mbalimbali tutayatangaza, tutakuwa tunafika kwa ajili ya kupokea kazi. Lakini tarehe 1 mpaka tarehe 15 majaji watachakata hizo filamu, na tarehe 30 ya mwezi wa 6 tutatangaza wale ambao wamepita katika vipengele mbalimbali. Tarehe 1 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 7 tutakuwa na zoezi la kupiga kura. Wale watu ambao wamepita kwenye vipengele vyao watakuja kuomba kura kwa watu wao, watawapigia. Na tarehe 1 ya mwezi wa 8 ndio kilele. Lakini tarehe 16 na 15 ya mwezi wa 7 tutakuwa na workshop ya siku 2
ambayo tutajikita zaidi kwenye masuala ya uigizaji, uongozaji, upigaji picha pamoja na uandishi wa miswada. Tuzo zetu tumezilinki na masuala ya utalii. Kama mnavyofahamu, ukanda wa kaskazini ndio kitovu cha utalii hapa Tanzania. Kwa hiyo tarehe 17 tutakuwa na utalii wa ndani. Wale watu washiriki wote ambao watakuwa wameshiriki kwenye ile workshop watakuwa na siku moja kutembelea vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika ukanda wa kaskazini. Na tarehe 30 ya mwezi wa 7 tutakuwa na mdahalo unaozungumzia changamoto na maendeleo ya namna gani sekta ya filamu inaweza tukatoka hapa tulipo na kusogea mbele katika ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu kutoka bodi ya filamu na wadau mbalimbali wa sekta ya filamu pamoja na utalii. Tutakutana kwa pamoja tuone namna gani tunaweza tukapush. Na jioni ya siku hiyo basi tutakuwa na rehearsal ya namna gani watu watashiriki kwenye hilo tukio la usiku wa tuzo za tarehe 1. Hiyo ndo ratiba yetu fupi katika mchakato mzima wa tuzo za filamu kanda kaskazini, au kwa kifupi zinaitwa Kilitanza Film Awards.